Okay, katika hili saa la pili tunaangazia kile kipengele cha mjadala wa siku ya leo. Je, wachezaji wa Tanzania wanakosa fursa za kwenda Ulaya kwa sababu ya vipaji au mfumo wa uhamisho? Huu ni mjadala wa siku ya leo. Unaweza kuendelea kushusha maoni yako hapo, alafu mimi nikiendelea kukunyambulia na kukujumlishia. Hoja kuu ni kwamba kwa miaka mingi Tanzania imekuwa ikizalisha wachezaji wenye vipaji, lakini idadi ya wanaofanikiwa kucheza kwenye ligi kuu za Ulaya bado ni ndogo ukilinganisha na nchi nyingine za Afrika. Swali kubwa linalokuja ni kwamba tatizo ni uwezo wa wachezaji au ni mfumo wa kuwapeleka nje, kwa sababu kama vipaji vipo, uwezo wa kuwapeleka nje upo. Je, mfumo ndio tatizo au tatizo ni vipaji? Okay, tukianza na hoja ya kwanza kwamba tatizo ni mfumo wa maendeleo. Tukianza hapo, wale ambao wanaamini kwamba tatizo ni mfumo, ndio maana wachezaji wa Tanzania wanashindwa kwenda nje. Wanaounga mkono hoja hii wanasema academy hazijaendelezwa vya kutosha. Vijana wengi hawapati mafunzo ya kisasa tangu wakiwa wadogo, na timu nyingi huanza kuwatafuta wachezaji baada ya kuonekana tayari. Right? Kwamba mchezaji fulani yule yuko vizuri, anacheza timu fulani, mechi fulani yule ndio alikuwa mchezaji bora, yule ndio alikuwa mfungaji bora, kwa hiyo unakuta yule ndio wanamtaka, lakini hawaendelezi hizi academy ambazo zinaanzishwa. Okay, let's say kuna hizi academy za under 14, nadhani kuna under 17, kuna under 20. Wakimaliza hapo wanaenda wapi? Kwa hiyo inabidi watengenezewe mfumo kwamba akitoka huku anaenda huku, yani mwanzo hadi mwisho, ili huyu mtu ambaye ameanza na ndoto yake tangu akiwa mdogo iweze kutimia tu, yani warahisishiwe, yani mfumo uwe wazi kwamba akiingia katika huu mfumo basi labda tu akataye, lakini uwezekano mkubwa wa kwenda kwenye taifa lingine unakuwa wazi. Uhamisho haujawekwa kwenye kiwango cha kimataifa. Okay, hii ni kwa wale wanaounga hoja mkono kwamba tatizo ni mfumo wa maendeleo. Uhamisho haujawekwa kwenye kiwango cha kimataifa. Hakuna mtandao mkubwa wa mawakala wa kuunganisha vipaji na klabu za Ulaya. Hiyo hakuna. Na wachezaji wengi hawapati nafasi ya kuonekana kwenye mashindano makubwa. Yani unakuta jamani, wachezaji ni wazuri lakini bado hawapati nafasi, ambapo wangepata nafasi ya kwenye yale mashindano makubwa wangeweza kuonesha uwezo wao na wakaonekana kuwa bora na mataifa mengine huko yakawataka. Lakini sasa unakuta wanaopata nafasi ni wale ambao tayari wana majina, tayari wanajulikana. Wewe kwa sababu huna jina, yani watu wanaamini kwa sababu huna jina basi hauwezi kucheza kwa kiwango kizuri, hauwezi kufanya nini, lakini sio kweli. Kwa hiyo inabidi kuwepo na mtandao mkubwa wa mawakala wa kuunganisha vilabu, kuunganisha vipaji na klabu za Ulaya. Fursa hiyo jamani. Naye anataka kuwa wakala. Uwe wakala wa kuunganisha wale wa kutoka Bongo kwenda Ulaya. Fursa hiyo. Kwa wachezaji wengi pia hawapati nafasi ya kuonekana kwenye mashindano makubwa. Hiyo pia inaweza ikawa ni mojawapo ya tatizo la kimfumo, kwamba kuwepo na uwezekano kwamba kuwepo na utaratibu kwamba mchezaji hata kama ni mdogo, hana jina, lakini ana uwezo, apate nafasi ya kuingia katika mashindano makubwa ili kipaji chake kiweze kuonekana. Maandalizi ya mchezaji hayatoshi. Hapa tukiangalia lugha, nidhamu ya maisha ya nje, mbinu za kisasa pamoja na uwezo wa kucheza kwenye pressure kubwa. Hapa nimenyambua kwenye kile kipengele cha wale wanaoamini kwamba wachezaji wanashindwa kwenda nje kutokana na mfumo wa maendeleo. Tukirudi sasa kwa wale ambao wanasema tatizo ni ubora wa wachezaji, wengine wanasema kwamba ushindani wa Ulaya ni mkubwa sana. Kwa hiyo ni kama wanaona kwamba wachezaji wetu bado hawajafikia vile viwango vya kucheza kule. Lakini kila kitu ni kujifunza jamani, right? Kwa klabu nyingi zinatafuta wachezaji wenye takwimu kubwa. Na mchezaji lazima awe tofauti sana ili kuvutia. Kwamba usiwe tu wa kawaida, lazima uwe tofauti na uvutie, right?
Viwango vya ligi za Afrika bado vina tofauti na kasi ya mchezo, utimamu wa mwili pamoja na mbinu za timu. Viwango vya ligi hivyo bado vina tofauti kwenye kasi ya mchezo, kwenye utimamu wa mwili na kwenye mbinu za timu. Na wachezaji wengi hawapati uzoefu wa kimataifa mapema. Mashindano ya CAF na timu za taifa ni muhimu kujionesha. Wachezaji wengi hawapati uzoefu wa kimataifa mapema. Sawa, huku academy wanaanzishwa, lakini unakuta ni hapa, lakini hawapati ule uzoefu wa nje wakazoea kule, wawe wanapata hata nafasi ya kwenda kule. Basi watu si wamewekeza kwenye mpira jamani. Mimi naamini hata wewe mwana soka ukiambiwa uchangie bwana, hii tunataka tuwatengeneze hawa vijana. Mfano we klabu yako ni Simba au ni Yanga. Kila klabu ina akademi yake. Ukaambiwa sasa changia ili tuwekeze katika hawa watoto, hawa wachezaji ambao wanaanza hapa. Mimi nadhani mambo tu yatakuwa mazuri na watu watajitokeza, kwa hiyo watapata nafasi ya kuweza kujionesha. Mfano Afrika, tukiangalia nchi kama Senegal, tukiangalia Morocco, tukiangalia Nigeria, tukiangalia Ivory Coast, ni nchi ambazo zimefanikiwa kuuza wachezaji wengi. Kwa nini? Kwa sababu wana academy bora, wana scouti wengi wa kimataifa na ushiriki mkubwa wa vijana kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa tukirudi kwenye swali, ni nini kinachomzuia mchezaji wa Tanzania kufika ligi kuu za Ulaya? Ni kitu gani ambacho kinamzuia mchezaji wa Tanzania kufika ligi za kule? Japo sio kwamba hawafiki, wapo kule wanapambana, lakini wengi wao ni kitu gani hasa kinachozuia? Je, ni mfumo wa academy na malezi ya vijana, au ni ubora wa ligi ya ndani, au pengine ni mawakala na mfumo wa uhamisho, au tunaweza kusema ni nidhamu na maandalizi ya wachezaji wenyewe? Okay, swali jingine ambalo unaweza ukajiuliza wewe kama mwanasoka, kama mchezaji wa Tanzania angepata nafasi ya kuchagua kucheza Simba au Yanga kwa mshahara mkubwa au kwenda Ulaya kwa changamoto kubwa, chaguo lipi ni bora kwa maendeleo yake? Ucheze Simba au Yanga, mshiko upo wa kutosha, au uende nje, utachagua kipi? Kwa hiyo mashabiki, wachezaji na wachambuzi, nadhani swali hilo mnaweza mkanisaidia kujibu, tukapata kujifunza. Hiyo ni katika kile kipengele cha mjadala wa siku, ambapo mjadala unauliza, je, wachezaji wa Tanzania wanakosa fursa za kwenda Ulaya kwa sababu ya vipaji au mfumo wa uhamisho? Okay, tugeukie sasa katika kile kipengele cha mfahamu mchezaji, ambapo leo tunamzungumzia mchezaji huyu ambaye tetesi zinasema kwamba Simba wanataka kunasa saini yake. Je, ndiye mchezaji ambaye atatambulishwa hapo saa 7? Saa 7 Simba wanatambulisha mchezaji, right? Mchezaji huyu anakwenda kwa jina la Andy Kofi Sirile, mrithi wa Kapombe Simba Sports Club. Ni swali hilo. Uchambuzi wa kina wa beki anayetajwa kuja kuziba nafasi ya Shomari Kapombe katika mipango ya Simba Sports Club ya kujenga kikosi kipya chenye ushindani wa muda mrefu. Jina la Andy Kofi Sirile kutoka Singida Black Stars limeanza kutajwa kama mmoja wa mabeki wanaoweza kupewa jukumu la kurithi nafasi ya Shomari Kapombe upande wa kulia wa ulinzi. Taarifa za ndani ziliripoti kuwa Simba ilianza kumwangalia Sirile kama sehemu ya mchakato wa kutafuta mbadala wa Kapombe ambaye amekuwa nguzo Shomari Kapombe ambaye amekuwa nguzo ya timu hiyo kwa miaka kadhaa. Tuangalie sasa wasifu wa Andy Kofi Sirile. Huyu ni jina lake halisi ni Andy Kofi Sirile, ni raia wa Ivory Coast,
Klabu anayoichezea ni Singida Black Stars. Nafasi anayoichezea ni beki wa kulia, right back. Umri wake ni takriban miaka ya mwisho ya 20. Ni mchezaji ambaye aliye katika kipindi cha kilele cha uwezo wake. Na Sirile amekuwa miongoni mwa wachezaji waliovutia katika kikosi cha Singida Black Stars kutokana na uwezo wake wa kucheza nafasi ya beki wa pembeni kwa mtindo wa kisasa. Huyo ni Sirile. Tukiangalia aina ya uchezaji wake, aina ya uchezaji wa Sirile, ni beki wa kulia mwenye uwezo wa kushambulia. Moja ya vitu vinavyomtofautisha Sirile ni uwezo wake wa kusaidia mashambulizi. Katika soka la sasa, beki wa kulia hatakiwi kuwa mlinzi pekee, bali anatakiwa kuwa mtoa pasi za mwisho, mchezaji wa kuongeza idadi ya washambuliaji, mchezaji wa kuvunja ukuta wa wapinzani kupitia pembeni. Na Sirile ana uwezo wa kupanda mbele na kuipa timu upana wa uwanja. Tukiangalia kasi na nguvu ya mwili, Simba inahitaji beki ambaye anaweza kucheza mechi nyingi zaidi ya msimu kutokana na Ligi Kuu Tanzania, kombe la FA pamoja na mashindano ya CAF. Sirile anaonekana kuwa na sifa ya kukimbia kwa muda mrefu, ana sifa ya kurudi haraka kwenye ulinzi, na ana sifa ya kupambana kwenye mipira ya nguvu. Hizi ni sifa alizonazo Sirile. Na vile vile ni sifa ambazo Kapombe amekuwa nazo kwa muda mrefu. Ndio maana wanasema kwamba huyu Sirile yeye anakuja kumreplace anakuja kuchukua nafasi ya Kapombe. Tukiangalia sasa uwezo wake, tukiangalia uwezo wa Sirile katika dhidi ya timu kubwa, moja ya mitihani mikubwa ya mchezaji anayekuja Simba ni kucheza mechi za pressure. Mechi za pressure. Mfano kwenye mchezo wa Singida Black Stars, moja ya mitihani mikubwa ya mchezaji anayekuja Simba ni kucheza mechi za pressure. Mfano kwenye mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Simba, Sirile alikuwa sehemu ya kikosi cha Singida katika mechi ambayo Simba ilishinda 2-1. Na hii inaonyesha amekuwa akicheza dhidi ya kiwango cha juu cha ushindani wa ligi ya Tanzania. Kwa nini sasa klabu ya Simba inamwangalia Sirile? Miongoni mwa vitu ambavyo Simba wamevutiwa navyo kutoka kwa mchezaji huyu ni pamoja na umri na mipango ya muda mrefu. Shomari Kapombe amekuwa mmoja wa mabeki bora Tanzania kwa muda mrefu, lakini Simba lazima ianze kufikiria kizazi kijacho. Lazima ifikirie kizazi kijacho. Kapombe amecheza nafasi hiyo kwa miaka mingi na amekuwa nahodha wa Simba kwenye vipindi mbalimbali. Sirile anaweza kuwa uwekezaji wa miaka kadhaa, ndio maana wamemchukua kinda huyu akiwa bado ana nguvu za kuweza kupambana kwa muda mrefu. Sirile pia ana uzoefu wa ligi ya Tanzania, ni kitu kingine ambacho pengine kimeivutia klabu ya Simba ya kutaka kuwania saini yake, ambapo faida kubwa ya Sirile ni kwamba hahitaji muda mrefu wa kuzoea mazingira, kwa sababu tayari alikuwa anaichezea klabu ya Singida. Kwa hiyo mazingira ameshazoea, hali ya hewa ameizoea. Kwa hiyo anajua kasi ya Ligi Kuu Tanzania, anajua ushindani wa Simba na Yanga, anavijua viwanja vya Tanzania vikoje, na vile vile anajua mtindo wa waamuzi. Kwa hiyo ni faida kwa Simba. Sirile anaweza kuleta ushindani ndani ya kikosi endapo atapata nafasi. Klabu ya Simba haitaki tu mchezaji wa kuziba nafasi, bali inahitaji mtu wa kushindania namba. Kuwepo kwa Sirile kunaweza kumfanya Kapombe aongeze kiwango, kuongeza ushindani wa mazoezini na kutoa chaguo zaidi kwa kocha. Ulinganisho wa Kapombe na Sirile. Tuangalie sasa, yani kwa nini wanasema kwamba huyu anakuja kumrithi, anakuwa mrithi wake. Okay, tukiangalia uzoefu, hapa tunatoa alama kwa nyota 5. Nyota 5, okay? Tukiangalia uzoefu, Kapombe, Shomari Kapombe, kwenye uzoefu tunampa nyota 5.
sauti inataka kukataa. Sorry for that. Tukiangalia ulinganisho wa Kapombe pamoja na huyu Cyril ni kwamba katika uzoefu Shomari Kapombe tunampa nyota 5, Cyril tunampa nyota 3. Kasi Kapombe ana nyota 4, Cyril naye ana nyota 4. Kwa hiyo kwenye kasi wapo sambamba hapo. Uwezo wa kushambulia pia Kapombe tunampa nyota 4, Cyril naye tunampa nyota 4. Kwa hiyo kwenye kasi, kwenye uwezo wa kushambulia wako sawa sawa hapo. Ikija kwenye uongozi, Shomari Kapombe tunampa nyota 5 katika uongozi, Cyril tunampa nyota 2. Umri wa kucheza muda mrefu, Kapombe umri wake wa kucheza muda mrefu ni mdogo, yani kwamba umri wake umeenda, hawezi kucheza kwa muda mrefu sana. Lakini tukirudi kwa Cyril, umri wake wa kucheza muda mrefu ni mkubwa kwa sababu bado ni mdogo, ana miaka 20 nao, kwa hiyo ana nafasi kubwa ya kucheza kwa muda mrefu zaidi. Uzoefu wa CAF kwa Shomari Kapombe ni mkubwa, kwa Cyril ndio anaanza kujijenga. Tukiangazia sasa changamoto ambazo Cyril anaweza akakutana nazo pale Simba ni kulinganishwa na Kapombe. Hiyo ni changamoto mojawapo. Hii ndio changamoto kubwa. Mashabiki wa Simba watamlinganisha moja kwa moja na mchezaji ambaye amehudumu kwa miaka mingi, ameshinda mataji na amecheza mechi nyingi kubwa. Pressure ya Simba kucheza Singida ni tofauti na kucheza Simba. Simba inahitaji mchezaji ambaye anaweza kuvumilia pressure ya mashabiki, anaweza kuvumilia dabi dhidi ya Yanga na anaweza kuvumilia mechi za CAF. Kuboresha upande wa uamuzi ni miongoni mwa changamoto ambayo anaweza akakumbana nayo. Ubora wa pasi za mwisho, utulivu kwenye maamuzi na uongozi wa safu ya ulinzi. Kwa hiyo kwa kuhitimisha hapa katika hichi kipengele cha mchezaji wa siku, Ande Kofi Cyril ana sifa ya kuwa mrithi wa Shomari Kapombe kwa upande wa uwezo wa kimwili, kasi na mtindo wa kisasa wa kucheza beki wa kulia. Lakini tofauti kubwa kati yao ni kwamba Kapombe tayari ameandika historia, wakati Cyril bado anatakiwa kuthibitisha kwamba anaweza kubeba pressure ya klabu kubwa kama Simba. Kama Simba itamsajili, atakuwa si tu mbadala wa Kapombe, bali atakuwa amepewa jukumu kubwa la kuanzisha kizazi kipya cha mabeki wa Simba. Kwa hiyo swali ambalo unaweza ukajiuliza wewe mwanasoka ni kwamba je, Simba imchukue Ande Kofi Cyril kama mrithi wa Kapombe au imtafute beki mwingine mwenye uzoefu na CAF zaidi? Kwa maoni yako wewe hapo ni yapi? Una maoni gani juu ya hilo? Drop comment yako hapo na sisi tutapata kujifunza.